Nina furaha sana kukukaribisha tena katika kipindi cha Plus Weekend. Mimi ni Witness Matiku. Karibu tuyatazame yale matukio tuliyokuwa nayo katika juma hili. Na tukianza kwa muhtasari, ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan juma hili ameapisha viongozi aliowateua na kuagiza wawe waadilifu huku wakiwa na ushirikiano. Vile juma hili kijana mmoja amuua mdogo wake kwa kisa cha mali za familia kwa kumchoma kisu na kugombea urithi huko jijini Mbeya. Vile operesheni maalumu ya kamata dhahabu kilo 4.4 yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1.238 eneo la Kiluvya mkoani Dar es Salaam, ikiwa ni katika operesheni maalum. Karibu. Na sasa tuanzie katika kile ambacho tumezoea kukiita mkeka wa rais. Katika juma hili uapisho umefanyika na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan akawataka viongozi aliowateua hivi karibuni kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu, ushirikiano na pasina upendeleo, wakitanguliza huduma kwa wananchi na maslahi ya taifa. Na hii ni taarifa kamili. Mheshimiwa Rais Dr. Samia ametoa maagizo hayo leo Ikulu Tunguu Zanzibar baada ya kuapisha naibu makatibu wakuu wawili na kushuhudia viongozi wengine wanne wakila kiapo cha uadilifu kwa viongozi wa umma. Amesema uteuzi huo unaonyesha imani ya serikali kwa viongozi hao, akiwataka kutoa huduma bora katika kuwatumikia wananchi. Mheshimiwa Rais Dr. Samia pia ameagiza ofisi ya makamu wa rais kuimarisha usimamizi wa masuala ya muungano na kuhakikisha changamoto zinazojitokeza zinatatuliwa kwa ushirikiano ili kuendelea kuulinda na kuimarisha muungano. Hali kadhalika ameitaka Wizara ya Katiba na Sheria kuendelea kuimarisha upatikanaji wa haki nchini na kuzipa msukumo kampeni za msaada wa kisheria ili huduma za kisheria ziwafikie wananchi kwa wingi na kuwasaidia kupata haki zao kwa wakati. Katika hatua nyingine, Mheshimiwa Rais Dr. Samia ameitaka Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania TanTrade kuimarisha ukuzaji wa biashara na usimamizi wa maonyesho ya biashara nchini. Vile ameliagiza Shirika la Hifadhi za Taifa Tanzania TANAPA kuimarisha usimamizi na ulinzi wa hifadhi za wanyamapori pamoja na rasilimali za utalii, akisisitiza kuwa taasisi hiyo ina nafasi muhimu katika kulinda na kukuza sekta ya utalii nchini. Kwa upande wa Shirika la Utangazaji Tanzania TBC, Mheshimiwa Rais Dr. Samia amelitaka shirika hilo kuimarisha nafasi yake kama chombo cha serikali na sauti ya taifa kwa kukuza ubora wa maudhui pamoja na ufanisi na weledi wa watumishi wake. Walioapishwa leo ni Dr. Latifa Mohamed Hamis aliyeteuliwa kuwa naibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia masuala ya muungano, Priska Barton Lwangili aliyeteuliwa kuwa naibu katibu mkuu ofisi ya rais menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora. Wengine walioapa kiapo cha uadilifu kwa viongozi wa umma ni Ephraim Mafuru kwa mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania TanTrade, Salimu Nasoro Mnuna mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji EWURA, Masana Jibril Mishawa kuwa kamishna wa uhifadhi wa Shirika la Hifadhi za Taifa Tanzania TANAPA, na Asha Dachi Mbaruk mkurugenzi mkuu wa Shirika la Utangazaji Tanzania. Na juma hili pia Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema utekelezaji wa miradi mikubwa ya usafirishaji nchini unaonesha dhamira ya serikali ya kuimarisha uchumi na ustawi wa jamii kupitia uwekezaji wa kimkakati katika miundombinu. Na tupate taarifa kamili. Waziri Mkuu amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa kongamano la wataalamu wa logistic na usafirishaji Tanzania TALTA, ambapo amesema mafanikio hayo yanapaswa kuwa chanzo cha fahari kwa kila Mtanzania. Aidha, amesema serikali inaendelea kuunga mkono mafunzo ya marubani, wahandisi wa ndege, wahudumu wa ndege na kada nyingine muhimu ili kuhakikisha Tanzania inakuwa na wataalamu wa kutosha wenye uwezo wa kuendesha na kusimamia mifumo ya kisasa ya uchukuzi. Tumeelezewa mageuzi ambayo yamefanywa. Hii ni ishara jinsi ambavyo Daktari Samia Suluhu Hassan anathamini mchango wa chuo hiki, na amenituma niwajulishe na kuhakikishia kuwa serikali ipo tayari kuwawezesha wataalamu hawa wa logistic na usafiri
ili taifa letu litumie vyema, linufaike vyema. Awali akizungumza katika hafla hiyo, Naibu Waziri wa Uchukuzi David Kienzile amesema serikali imeimarisha miundombinu ya usafirishaji ikiwa na lengo la kukuza uchumi ili kufikia malengo ya Dira ya Taifa ya mwaka 2050. Vyuo vyetu vimeendelea kutoa wataalamu mahiri wa lojistiki na usafirishaji ambao leo ndio wanaunda TALTA. Wizara imepongeza vyuo hivi kwa kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi na weledi mkubwa ambavyo kwa ujumla vimewezesha kuwepo kwa zaidi ya wataalamu 500,000. Kituo hiki ambacho tumekiona ni kituo cha pili Afrika baada ya kile kituo cha Ethiopian Aviation Academy. Kwa hiyo kwa Afrika Mashariki kituo hiki ni cha kwanza. Kwa upande wake, Rais wa Chama cha Wataalamu wa Logistic na Usafirishaji Tanzania TALTA, Alphonse Mwingira, amesema bado kuna pengo kubwa katika matumizi ya wataalamu wa sekta ya usafirishaji na logistic nchini, akisisitiza umuhimu wa kuanzishwa kwa bodi ya usajili wa wataalamu wa sekta hiyo. Kanuni magari haya yanapoharibika yanatakiwa kutengenezwa na TEMESA ambayo ni taasisi ya serikali. Pokea hoja kuhusu TEMESA, na bahati nzuri wizara inayosimamia TEMESA zamani ilikuwa wizara moja na uchukuzi. Kwa hiyo hii nielekeze wizara ya uchukuzi pamoja na wizara ya ujenzi mkae ili kuweza kuyaratibu haya ambayo hii hoja ambayo imejitokeza hapa. Na turejee tena jijini Dar es Salaam katika mtaa wa Kongwa ambapo taharuki imeibuka juma hili kufuatia baadhi ya wananchi wa eneo hilo kugomea zoezi la kupangwa meza za wafanyabiashara wadogo wadogo maarufu kama machinga katika kipande cha kutoka mtaa wa Uhuru hadi mtaa wa Mbaruku. Zoezi hili ambalo limezua taharuki limedaiwa kutoshirikisha wakazi wa mtaa huo, lakini pia wafanyabiashara wa maduka, madereva wa magari madogo ya mizigo pamoja na kituo cha bajaji. Na mwandishi wetu Salumu Mkambala alikuwepo mtaa wa Kongwa na hii ndio taarifa yake. Nipo hapa mtaa wa Kongwa ambapo mwanzoni kabisa unaungana na barabara ya Uhuru, lakini upande wa mwisho kulia kwangu unaungana na mtaa wa Mbaruku. Ni eneo ambalo inasemekana kwamba itapangwa meza za wafanyabiashara, lakini jambo moja tu, hawakutaarifiwa wala kushirikishwa. Kulikoni hatua hilo tukio leo? Shida moja kwamba serikali haikuweza kuwashirikisha wakazi wa eneo husika. Sasa endapo tutaweka wamachinga katika eneo hili, manake tutasababisha msongamano mkubwa wa magari ambayo yanatoka Msimbazi kuelekea Buguruni, yatabidi yanyooshe. Kuna kina mama hawa wote wanafanya biashara na wana meza, kama wanabadilisha matumizi, kwa nini wasitupe sisi first priority? Wanatutisha. Viongozi wanatutisha. Na wanakijina wanachosema hawajawahi kutoa taarifa, hakuna tangazo. Sisi tunazo video hapa, tulitega umtaa. Toka jana walikuja. Na kama walikuja tukawaambia njoeni na viongozi wetu. Kwa hiyo kwanza dhuluma ya kwanza inafanyika. Tumekaa wakaja. Baada ya kuja hapa sisi hatuna taarifa yote, tunaambiwa tutoe magari kule mpaka kule. Tunakwenda wapi tukawauliza? Kwa hiyo anaifanya hii zoezi ni halmashauri ya jiji au Ilala? Mimi sasa hivi simjui nani anaofanya mazoezi. Kwa kuwa sina taarifa na mtu yoyote, naona sisi tumevamiwa tu. Simjui nani. Kama ningekuwa namjua angepitia kwa kiongozi wetu akatugia taarifa. Bana toeni magari. Lakini hatuna taarifa, sisi tumevamiwa tu, ondoeni magari. Tunauliza tunakwenda wapi? Hapo kuna watu wamekuja hapa wanadai wanataka kuondoa magari ambako sisi sehemu tumelipia paki zetu za magari ambayo tunaosha mizigo kwa control number. Sasa hivi wamekuja tu watu vuu toka juzi wanakuja wanasema ondoeni magari hapa bila taarifa yoyote. Tumemuuliza taarifa ya mjumbe, mwenyekiti, hawana taarifa, wanasema hii oda walikuja jana, walikuja watu washirikishi hawa. Kwa upande wake mjumbe wa serikali ya mtaa wa Gerezani Magharibi Abdalla Mohamed, pamoja na kukiri kuwa zoezi hilo alijashirikisha wananchi, lakini aliwasihi wananchi hao kutulia, kuepusha vurugu. Kesho atakuwepo ofisini, tutawaita wananchi wetu, tutafanya kikao, tutazungumza,
tuone namna gani na nyinyi pia mnanufaika nao kwa 100%. Ushanifahamu? Sawa jamani. Kwa hiyo mimi ninachoomba wazee wangu, vijana wenzangu, kufanya vurugu si kujenga, bali tunazidi kubomoa. Ushanifahamu? Taarifa kweli, sisi kama wananchi, mimi kama mwananchi, kiongozi wenu ambaye kijana wenu, mtoto wenu, mmeniamini, ninachowaomba taarifa, hatukutoa taarifa. Umati huu wote wanataka kujua hatima yao kuhusiana na namna gani utaratibu mradi huu utapangwa hapa katika mtaa huu wa Kongo na kuhakikisha kwamba na wao shughuli zao haziingiliwi. Tusalie jijini Dar es Salaam ambapo wananchi wa mtaa wa Mtendeni kata ya Kisutu wilaya Ilala jijini Dar es Salaam juma hili wamehimizwa kushirikiana na jeshi la polisi pamoja na vijana wanaofanya ulinzi shirikishi ili kuhakikisha mitaa yao inakuwa salama dhidi ya vitendo vya uhalifu. Na hii ni taarifa kamili. Wito huo umetolewa jijini Dar es Salaam na mkaguzi msaidizi wa jeshi la polisi Festus Mayenga mwenye jukumu la kusimamia ulinzi na usalama katika kata ya Kisutu katika mkutano wa kujadili na kusikiliza kero mbalimbali za wananchi wa eneo hilo. Wananchi waendelee kujitolea, waendelee kushiriki masuala ya ulinzi na usalama, waendelee kuwa wadau muhimu kwenye masuala ya ulinzi na usalama, na ndio target kubwa kwetu sisi kama jeshi la polisi. Kama tulivyosikia, kuna baadhi ya wananchi wamekuwa wakitoa malalamiko yao kuhusiana na shughuli za kimaendeleo, hususan kwenye mambo ya miundombinu, lakini pia mifumo ya maji taka, lakini pia masuala ya ulinzi na ombaomba. Kwa sisi kama serikali, wajibu wetu ni kupokea na kushughulikia pale inapofikia hatua ya kushughulikia. Kwa upande wake mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mtendeni Mustaki Mdaruga pamoja na diwani wa kata hiyo wamesema tayari wameanza kuchukua hatua baada ya kupokea kero kutoka kwa wananchi na kuanza kuzifanyia kazi. Na kero tumezisikiliza kwa wingi na nyingi sana tumezipata za kuweza kuzitatua pale pale hapo na papo, lakini pia kuna kero ambazo zingine zinatakiwa zitatuliwe kwa muda, lakini hakuna kero itaweza kushindikana. Kisutu tumefanyikiwa kutoa mikopo ya milioni 166 kwa makundi mbalimbali, na zaidi bado tunafuatilia makundi wengine pia watapewa, na wengine bado ambao hawajaomba. Niombe wananchi wa kata ya Kisutu waje wapate taratibu na wafaidike na mikopo ili tupate maendeleo ya kata yetu ya Kisutu. Kufuatia operation ambayo imefanyika chini ya Wizara ya Madini juma hili, dhahabu yenye uzito wa kilogramu 4.4 yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1.238 imekamatwa katika operation hiyo ya kukabiliana na utoroshaji wa madini iliyofanyika katika eneo la Kiluvya mkoani Dar es Salaam. Hatua hiyo imetaja kuwa pigo kwa mtandao wa biashara haramu ya madini na imezua upotevu wa mapato ya takriban shilingi milioni 128 ambayo ingepatikana katika kodi na tozo mbalimbali. Dorcas Raimos anatueleza zaidi kuhusu tukio hili. Akizungumza na waandishi wa habari, waziri wa madini Anthony Mavunde amesema dhahabu hiyo ilikuwa ikisafirishwa nje ya mfumo rasmi wa biashara ya madini, jambo ambalo lingeikosesha serikali mapato muhimu kwa maendeleo ya taifa. Dhahabu hii imekamatwa, imetaifishwa na hivi sasa ipo chini ya Benki Kuu ya Tanzania kama ambavyo sheria inaelekeza. Ndugu zangu waandishi wa habari, naomba nichukue fursa hii kuendelea kuwakumbusha umma wa Tanzania na hasa wadau wa kwenye sekta ya madini kuendelea kuzingatia sheria, taratibu na kanuni zinavyoelekeza za biashara ya madini hapa nchini Tanzania. Waziri Mavunde amesema serikali haitajikita kuwakamata wasafirishaji pekee, bali inalenga kuvunja mtandao mzima wa biashara hiyo haramu kwa kuwabaini wafadhili, wanunuzi na wapokeaji wa madini hayo. Tutaendelea kuimarisha ulinzi na usimamizi ili biashara yote ya sekta ya madini ikafanyike katika vituo vya ununuzi ambavyo viko 117 nchini Tanzania na masoko ya madini 44 ambayo yamewekwa maalum kwa ajili ya shughuli za ufanyaji wa biashara ya madini. Mtu yoyote ambaye atakutwa na madini pasipokuwa na kibali maalum na hajapita katika masoko atambue kwamba madini hayo ni mali ya
serikali na yatataifishwa. Waziri Mavunde amesema kwa mujibu wa sheria dhahabu hiyo imetaifishwa na kwa sasa imehifadhiwa Benki Kuu ya Tanzania BOT, huku uchunguzi ukiendelea kuwabaini wote waliohusika katika mtandao huo wa utoroshaji. Na sasa tuelekee katika mkoa wa Babati ambapo juma hili ushirikiano kati ya Tanzania na Marekani hususan katika sekta ya uhifadhi umeendelea kuzaa matunda baada ya askari wa wanyamapori kutoka taasisi mbalimbali nchini kunolewa kwa mbinu za kisasa ambazo zitasaidia usalama na uhifadhi pamoja na kupunguza migogoro kati ya binadamu na wanyamapori. Na kwa taarifa hii tuungane na Jamila Omar. Mafunzo hayo ya siku 4 yaliyofanyika wilayani Babati mkoani Manyara yaliwashirikisha zaidi ya askari 48 kutoka taasisi mbalimbali za uhifadhi nchini, yakitolewa na Jeshi la Anga la Marekani kupitia ubalozi wa Marekani nchini kwa kushirikiana na taasisi ya Chemchem. Akifungua mafunzo hayo, mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii wa halmashauri ya wilaya Babati Januari Bikubwa amesema ujuzi walioupata askari hao utaongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yao na kuimarisha ushirikiano na jamii zinazozunguka maeneo ya hifadhi. Mafunzo haya tuliyopata pamoja na job description zetu za kufanya kazi katika maeneo ya uhifadhi, TANAPA, TAWA na kadhalika, tujue kwamba pia sisi ni sehemu ya jamii. Kwa hiyo yale tuliyoyapata yanufaishe pia jamii. Mafunzo haya yatasaidia katika mapambano dhidi ya matukio ya ujangili. Mafunzo hayo pia yatasaidia katika kukabiliana na changamoto za wanyamapori wakali na waharibifu. Mmoja wa wakufunzi kutoka Jeshi la Anga la Marekani, Captain Benjamin McCall, amesema lengo la mafunzo hayo ni kubadilishana uzoefu na kuongeza uwezo wa askari wa wanyamapori katika kutekeleza majukumu yao kwa viwango vya kimataifa. Mafunzo haya yanalenga kuandaa kukabiliana na siku ngumu zaidi wanapokuwa kazini. Ikitokea hali hiyo, maarifa na ujuzi waliopata wiki hii vitawawezesha kujilinda, kuwalinda wenzao na kulinda maisha yao pamoja na mali za wananchi. Hatua ya kwanza kabisa ni ulinzi. Tukilinda vizuri maeneo rasilimali za wanyamapori tutafanikiwa zaidi. Tumejifunza vitu vingi ambavyo tutaweza kwenda kuwasaidia hata mtu anayepata changamoto yoyote inayomtokea, labda aidha ajali au kupigwa na mnyama. Kutoka huko wilayani Babati na sasa tuelekee mkoani Mbeya ambapo katika juma hili miongoni mwa matukio ya kusikitisha ni hili la mkoani Mbeya ambapo kijana mwenye umri wa miaka 21 tu kwa majina Gwamaka Mgwasi ambaye ni mkazi wa kata ya Iyela jijini Mbeya ameuawa katika eneo lake la biashara kwa kuchomwa kisu na kaka yake kwa madai ya kugombania urithi wa wazazi wao. Tuungane na Epimarcus Apolinari kwa taarifa hii. Majirani wa familia ya marehemu mtaa wa Airport kata Iyela jijini Mbeya wakizungumzia tukio hilo wamesema kuwa mara kadhaa kaka wa marehemu aitwaye Yohana Mgwasi amekuwa akifanya fujo na vitisho vya kutaka kumuua ndugu yake, kitendo ambacho ametekeleza kwa sababu ya urithi. Amekaa kibandani. Alikuja pale ametutukana, akawa anaondoka akarudi na kisu. Nikamwambia rafiki yangu kimbia, yule hajapata muda wa kukimbia akawa ameshafikiwa akawa anashachoma na kisu. Ile anataka kunifuata mimi ndo nikawa nimekimbia kutafuta msaada. Afa nikakuta watu wanasema tufunge ofisi. Wahusika wanakwenda kutoa msaada, amechomwa kisu, anaitwa Gwamaka. Wamekuwa kitishiana, anataka kuwashambulia ndugu zake kwa kutishia kuua tu kwa sababu ya nyumba ya baba yao. Sasa jambo hili kwa watoto wetu wafahamu, sisi tulijenga au tulipanda miti. Ni lazima wawe na moyo wa kujitegemea, sio kutegemea vitu vya watu waliokufa. Mtendaji wa kata ya Iyela Messi Mwakalinga amesema mtuhumiwa amewahi kufungwa gerezani na baada ya kutoka amekuwa akisababisha vurugu kwa ndugu zake, huku diwani wa kata ya Iyela Absalom Mwambepo akazungumzia tukio hilo la kikatili. Kwa hiyo kwa kipindi chote hicho cha miaka takribani 2 alikuwa yupo katika kifungo. Sasa baada ya kutoka kwenye kifungo hicho akaanza kuleta vurugu. Basi tu wananchi wote kwamba wanapoona kuna viashiria viovu tunaomba washirikishe serikali. Hata hivyo inadaiwa marehemu ndio alikuwa akilea watoto wawili wa kaka yake ambaye anatuhumiwa kwa mauaji,
baada ya kuachana na mke wake. Na kutoka huko mkoani Mbeya na sasa tuelekee jijini Dodoma, ambapo ulikuwa ukifahamu ya kwamba 3.6% ya Watanzania wanaishi na ugonjwa wa homa ya ini, ikiwa ni sawa na idadi ya zaidi ya Watanzania milioni 1. Takwimu hizo zimeelezwa wiki hii katika siku ya homa ya ini ambayo inafanyika kila tarehe 28 ya mwezi wa 7, na imeelezwa kwamba matumizi ya pombe kupita kiasi pamoja na ngono nzembe ndiyo husababisha maambukizi ya homa ya ini kwa kiasi kikubwa. Na kutoka Dodoma tunaungana na Roda Simba. Licha ya serikali kutoa elimu na kuhamasisha wananchi kuchanja chanjo dhidi ya ugonjwa wa homa ya ini, bado kiwango cha uelewa kwa wananchi kuhusu ugonjwa huo ni kitendawili. Kuhusu ugonjwa wa ini siufahamu, ila tunausikia mitaani, tunakutana na watu wakiwa labda kwenye vijiwe. Ugonjwa wa ini ni ugonjwa ambao nishawahi kusikia tangu nikiwa mdogo, miaka na miaka nishashuhudia watu wakiugua, lakini hujawahi kunipata. Kweli ugonjwa wa ini mimi nausikiaga, lakini ni ugonjwa ambao tunausikia umeua sana watu. Ugonjwa wa homa ya ini ni ugonjwa ambao unasababishwa na vitu vingi tu. Inawezekana pengine ikawa ngono zembe au ikawa kumeza dawa ovyo. Dr. Leonard Karoli ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani kutoka hospitali ya Benjamin Mkapa, anaweka bayana takwimu za ugonjwa huo nchini. Kwa mwaka takwimu zinaonyesha kwamba Watanzania 8,000 mpaka 10,000 wanapoteza maisha kutokana na homa ya ini type B. Na hii homa ya ini type B inapelekea ini kusinyaa, ini kushindwa kufanya kazi, lakini pia saratani ya ini na kupelekea kifo cha mgonjwa. Type C pia ni aina ya pili ambayo inapatikana kwa wingi Tanzania, ambayo tunasema takriban 1% ya Watanzania wanaumwa hii homa ya ini. Na pia yenyewe pia inapelekea ini kusinyaa, ambayo tunaita cirrhosis, ini kushindwa kufanya kazi, tunaita liver failure, lakini pia saratani ya ini au hepatocellular carcinoma. Punguza tabia hatarishi za kuweza kupata maambukizi ya virusi vya homa ya ini, ikiwemo ngono zembe, lakini pia matumizi ya vitu vya ncha kali, lakini kujiepusha matumizi ya dawa ya kulevya. Lakini pia kuepusha matumizi ya vitu ambavyo vinaathiri ini letu, ikiwemo matumizi makubwa ya pombe, madawa ya hospitali ambao hujaandikiwa na daktari au kutumia kupita kiasi, lakini pia kutumia dawa ambazo hazijathibitishwa na wataalamu wetu wa mambo ya madawa. Kila mwaka Julai 28 dunia huadhimisha siku ya homa ya ini kwa lengo la kuongeza uelewa kuhusu ugonjwa huo, kuhamasisha kinga na matibabu. Maadhimisho ya mwaka huu yamebebwa na kauli mbiu isemayo homa ya ini tuivunje. Turejee tena jijini Mbeya tukimalizia hapo Plus Weekend kitaifa, ambapo kutokana na changamoto za ukatili wa kijinsia kwa wanafunzi zinazoweza kusababishwa na ukosefu wa chakula mashuleni, wazazi pamoja na walezi wameshauriwa kuchangia chakula hicho ili kuepukana na tamaa pamoja na vishawishi vya kuweza kukatisha ndoto za wanafunzi. Huyu hapa tena Epimachus Apolinari kutoka jijini Mbeya. Ushauri huo umetolewa na madiwani wa viti maalum jiji la Mbeya wakati wakitembelea shule za msingi za majimbo mawili ya jiji la Mbeya na kutoa msaada wa vyakula na elimu ya ukatili wa kijinsia. Mzazi anashinda kuleta chakula shuleni, kwa hiyo mwenzio anakurubuni ili nikupe chakula na kufanya ukatili wa kijinsia, msikubali. Sisi ni wamama, tumeona ni vizuri zaidi tuende kwa watoto tukaongee nao, tuwape elimu kuhusu ukatili wa kijinsia, lakini pia tuwapelekee vyakula. Hata wadau mbalimbali waweze kutuunga mkono katika hili, kuhakikisha kwamba watoto mashuleni wanapata chakula vizuri, lakini wanaelimishwa zaidi juu ya kujiepusha na masuala ya ukatili. Mkuu wa polisi jamii wilaya ya Mbeya mjini SP Nur Mahenge hapa anatoa elimu ya ukatili wa kijinsia na madhara yake. Usiruhusu mtu akakufanyia kitendo cha ukatili. Tunaelewana? Mmeiba vizuri wimbo wa don't touch. Mtu ambaye anakutouch hapa unafanyaje? Baadhi ya wazazi na walimu wamesema kuwa msaada huo utawasaidia katika kuhakikisha watoto wote wanapata chakula, hata kwa wale ambao wazazi wao walishindwa kuchangia. Wameweza kuturahisishia pale tulipokuwa tunatoa kwamba hiki chakula
kiweze kutusogeza pale wazazi wengine walipokuwa wamekwama, katika kutusapoti, kutuletea chakula kwa ajili ya watoto wale wasiojiweza. Kwa kweli wametutia moyo sana. Shukran sana Epimakus Apolinari kutoka jijini Mbeya kwa taarifa hiyo ambayo inatuhitimishia Plus Weekend kitaifa, na baki hapo kwa sababu Lulu Ali anakuja kutuletea yale yaliyojiri kimataifa katika Plus Weekend. Katika upande wa kimataifa, tuanze huko Tehran. Jeshi la Iran limetangaza kuwa mlango bahari Hormuz hauwezi kufunguliwa tena iwapo vitisho na kauli za vita bado zinaendelea kutolewa na viongozi wa Marekani pamoja na kuingilia harakati za meli katika eneo hilo. Pakistan, ambayo ni mpatanishi kwenye mzozo wa Marekani na Iran, imethibitisha hivi leo kuwa mazungumzo kati ya mataifa hayo mawili yanaendelea licha ya kuzuka tena kwa mashambulio kwenye eneo la Mashariki ya Kati. Hata hivyo, kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imetangaza siku ya jana kuwa jeshi la Iran halina mamlaka ya kuamua njia ambayo meli zinapaswa kutumia katika mlango bahari Hormuz. Na huko Ukraine, maafisa wa Ukraine wamesema mashambulio makubwa yametokea usiku kwa mkia leo dhidi ya nchi hiyo na kusababisha vifo vya takriban watu 8 na kujeruhi wengine wengi. Umoja wa Ulaya umeikosoa Urusi kwa kuishambulia tena Ukraine na kusema mashambulizi hayo yamekiuka anga Poland, kwani miji kadhaa ya Ukraine ikiwemo ya upande wa magharibi kutoka mpakani mwa Urusi ililengwa kwa makombora ya mamia ya drone. Hata hivyo, kupitia shambulio hilo kwa mara nyingine, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewatolea wito washirika wake wa nchi za magharibi na hasa Marekani kuipatia nchi yake mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot. Lulu Ali, kimataifa. Asante sana Lulu Ali kwa taarifa hizo za Plus Weekend kimataifa, na hapo ndipo ilipo nukta ya Plus Weekend katika siku hii ya leo. Mimi ni Witness Matiku, nikaribishe tena katika juma lijalo na nikutakia utazamaji mwema wa Channel 10 Plus. Kwa heri.